إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. Ndugu Waislamu, hakika na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani si vingine wamefaulu wacha Mungu. أيها الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك بالسنة، ونهانا عن البدعة والمحدثات. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا يجوز معشر المسلمين أن نحدث في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. ولا يجوز لنا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بالبدعة. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ndugu zangu Waislamu, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuamrisha tushikamane na sunna zake, na akatukataza alayhi salatu wassalam kuzusha katika dini pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam: shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu wenye kuongolewa. Ole wenu tahadharini na
mambo yenye kuzuka. Hakika kila uzushi ni bid'a, na kila bid'a ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. Ndugu wa Islam, haifai kwa Muislamu yoyote mwenye cheo chochote kuzusha jambo lolote katika dini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza kuzusha katika dini aliposema alayhi salatu wasalam, mwenye kuzusha katika jambo letu hili, katika Uislamu wetu huu, mambo yasiyokuwemo, mambo ambayo si katika huu Uislamu, basi mambo haya yatakataliwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akatukataza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia uzushi, akatuamrisha tumwabudu Allah kupitia Qur'ani na Sunna. Ama yale ambayo hayapo katika Qur'ani na Sunna tusiyafanye kuwa ni ibada. Yote yule atakayemwabudu Allah kupitia uzushi, basi matendo yake yatakuwa ni yenye kukataliwa, kama alivyopokea al-Imam Muslim kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu anha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man amila amalan, mwenye kufanya matendo yoyote yale ya ibada ambayo hayapo katika Uislamu, ma laysa minhu, yasiyo katika Uislamu, fa huwa raddun, yatakuwa ni yenye kukataliwa, hayatakubaliwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na uwajibu wa watu kufuata sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuifuata Qur'ani, kufuata hadithi za Bwana Mtume, kufuata yale yaliyopokelewa kwa masahaba, na hiyo ndiyo sunna. Sunna ni Qur'an, maelekezo ya Mtume, maelekezo ya masahaba, hiyo ndiyo sunna. Anasema Hudhaifa ibn Yaman, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fala ta'abbaduha, ibada yoyote ile ambayo hawakuifanya masahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na nyinyi msiifanye. Ukiona ibada watu wanaifanya, tazama, je, masahabu wa Mtume waliifanya? Ukikuta wameifanya, ifanye. Hawajaifanya, usifanye. Haya ni maelekezo ya Hudhaifa, anawaambia watu ambao hawakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba jamani, ibada yoyote ambayo masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawajaifanya, na ninyi msifanye. Fa innal awwala lam yada' lil akhir maqala, hakika wale wa mwanzo hawajawaachia wale wanaokuja baadaye chochote. Ibada zote zimebainishwa kwenye Qur'an na Sunna, na masahaba wameziweka wazi kwa ajili ya umma. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fateni na wala msizushe, hakika nyinyi mshatoshelezwa. Ibada zinapatikana kwenye Qur'an, ibada zinapatikana kwenye Sunna, ibada zimepatikana kwenye vitabu. Wanaandika kwamba huu ndio uliokuwa mwenendo wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ufateni huo, msizushe. Kwa hiyo ewe lahibba, ni lazima sote kwa pamoja tufate sunna, yani tufate Qur'an, tufate mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tufate mafundisho ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama yule ambaye